Kielekea huko New York ni kwamba wakati wa simu, rais wa Marekani Donald Trump alimwambia kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro kwamba Washington inaweza kufikiria kutumia nguvu ikiwa hataondoka madarakani kwa hiari yake. Hii ni kwa mujibu wa jarida la Wall Street Journal ambalo limeripoti likinukuu vyanzo. Rais wa Marekani anachohitaji sasa ni kumwona Nicolas Maduro akiondoka madarakani. Licha ya kwamba baadhi ya vyanzo vilieleza simu hiyo ilikuwa ya matumaini, lakini WSJ inaeleza kwamba simu hiyo haikuwa ya matumaini hata kidogo kwa upande wa rais Nicolas Maduro. Kulingana na vyanzo, Trump alimwambia Maduro wiki iliyopita kwamba ikiwa hataondoka madarakani kwa hiari yake, Marekani itazingatia chaguzi mbalimbali dhidi ya Venezuela, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nguvu. Chapisho hilo limedai kwamba viongozi hao wawili walijadili uwezekano wa msamaha kwa Maduro na watu wake wa ndani. Wakati wa muhula wa kwanza wa Trump mnamo mwaka 2020, Marekani ilimshtaki Maduro na maafisa wengine kadhaa wa serikali kwa ugaidi wa mihadarati na kutoa zawadi ya dola milioni 15 kwa habari zitakazopelekea kukamatwa na au kutiwa hatiani kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Mapema Agosti mwaka huu, Washington iliongeza zawadi hiyo hadi dola milioni 50 kwa taarifa zinazowezesha kukamatwa kwa Maduro. Kulingana na idara ya sheria ya Marekani, kiongozi huyo wa Venezuela ni mmoja wa walanguzi wa dawa za kulevya duniani na inadaiwa anatishia usalama wa taifa wa Marekani. Hii ni kwa mujibu wa Rais Donald Trump. Lakini Maduro mwenyewe anasemaje? Maduro aliviambia vyombo vya habari kwamba mipango ya Marekani ni kutaka kuangusha utawala wake kwa sababu anaona ataweza kuingia nchini Venezuela na kuweza kuiba madini yaliyopo nchini humo, ikiwa ni pamoja na gesi pamoja na mafuta. Ikumbukwe wakati huu rais huyo wa Marekani ameweka vikwazo dhidi ya vituo vya mafuta vya Urusi na hivyo kuagiza watu wa Ulaya kununua mafuta katika taifa lake. Na mipango yake ni kama Marekani ilivyofanya katika baadhi ya mataifa, ikiwa ni pamoja na Iraq, lakini pia na mataifa mengine kama vile Libya. Maduro amesema kwamba nchini Iraq, rais huyo alidai kwamba Rais Saddam Hussein aliyeuawa kikatili kwa kunyongwa alikuwa amefanya mauaji ya kutisha, lakini akivunja haki za binadamu, jambo ambalo halikuwa la ukweli. Lakini mipango ya Marekani ilikuwa ni kuiba mafuta yaliyopo katika taifa hilo. Vyombo vya habari vya Amerika vimeripoti mara kwa mara kwamba Marekani inaweza kuanza hivi karibuni kushambulia eneo la Venezuela. Siku ya Alhamisi, Trump alisema kwamba hivi karibuni Washington itaanza kupambana na ulanguzi wa dawa za kulevya kutoka Venezuela, lakini hakutoa maelezo kuhusu uwezekano wa operesheni za kijeshi. Siku ya Jumamosi, kiongozi huyo wa Marekani alitoa wito kwa anga ya juu na karibu na Venezuela kuchukuliwa kuwa imefungwa kabisa. Hata hivyo, hii itakuwa ni vita kubwa. Cuba, moja kati ya mataifa yaliyopo Amerika ya Kusini, imelaani tangazo la serikali ya Marekani ya kufunga anga ya juu ya Venezuela na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kulaani utangulizi huu wa shambulio haramu. Katika Jamhuri ya Cuba, waziri wa mambo ya nje Rodrigo Parrilla alisema, "Tunalaani tangazo la serikali ya Marekani kufunga anga juu ya Venezuela, lakini pia kutoa vitisho kwa Rais Nicolas Maduro." Waziri huyo aliandika kupitia ukurasa wa mtandao wa kijamii wa X. Aliuita uamuzi huo kitendo cha uchokozi ambacho hakuna taifa lolote lenye mamlaka ya kufanya nje ya mipaka yake ya kitaifa na ambacho lazima kiibue shutuma kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Rodriguez Parrilla pia alisisitiza kwamba tangazo la rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumamosi kufunga anga ya Venezuela linawakilisha tishio kubwa sana kwa sheria za kimataifa na kusababisha kuongezeka kwa uchokozi wa kijeshi na vita vya kisaikolojia dhidi ya watu wa serikali ya Venezuela. Vitendo kama hivyo vinaweza kuwa na matokeo yasiyotabirika kwa amani, usalama na utulivu katika eneo la Amerika ya Kusini na Caribbean. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Cuba alibainisha, anasema, "Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na watu wote duniani kulaani utangulizi huu wa shambulizi haramu," aliandika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.